warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata fursa ya kuongea na watu adhimu kwa siku ya leo. Maana walimu ni watu maalum sana kwenye dunia hii. Naomba nisirejee yale ambayo yameongewa tangu asubuhi. Mmekumbushwa nafasi yenu katika jamii. Labda tuniwakumbushe kidogo kwamba walimu ni walezi. Zaidi ya kufundisha pia ni walezi. Ukitaka kujua angalia mwanafunzi. Mnapoenda kusoma tabia mbaya, maana yake kuna tabia. Sasa kuna mtu atatamani kwa mwalimu wanafunzi wake tabia mbaya. Hivyo mkiombwa kuwalea wanafunzi wa Kiislamu, na mimi nitakubali. Hilo la kwanza. La pili, nawapongeza kwa kuhitimu. Najua bado si mtihani hamjafanya. Natakia heri mpate sio cha uongo. Kuna mtu kumwambia asalamu alaykum anathibitisha. Tunaona aibu kwa Waislamu kwani? Kwani tumepotea kwa kuwa Waislamu? Kwa nini basi inshallah Mwenyezi Mungu afanyie wepesi mkapate kuwa maprofesa wenye manufaa kwa jamii yetu ya Kiislamu na Tanzania kwa ujumla. Haina maana kwamba ukiwa Muislamu wa kike huwezi kuwa na mume ukafanya kazi. Mimi nina mume na ninafanya kazi. Haina maana huwezi kulea watoto wako. Nina watoto na nawalea vizuri. Kwa kuwa najua niko bize sana, basi ukija nyumbani kwangu watoto wakiwa likizo utakuta ustadi anafundisha madrasa. Shule wanazokwenda nachagua. Watoto wangu wote wamesoma sekondari, wamesoma Ibn Jazari sekondari. Nadhani shule ambao pia ni kituo cha kuhifadhisha Qur'an. Kwa naamini pale wako kwenye mikono salama. Basi na sisi tunapokwenda tunakuwa ndo wazazi wajao, tuhakikishe watoto wetu tunawapatia elimu ya dini. Itawasaidia kwenye maisha yao ya sasa na baadaye akhera.
control binadamu, nadhani ndio hii. Kwa sababu sasa hivi kazi ambayo ilikuwa inafanywa na watu 10, 20 inafanywa na mtu mmoja. Mahotelini wanaohudumia watu sasa hivi ni hao robot. Kwa hiyo usipojiongeza wewe mwenyewe, ukawa na kaujuzi kaziada, ukaonekana wewe una cha kuongezea kuliko degree yako ya ualimu darasani, basi hiyo ina kuongezea na wewe nafasi ya kupata ajira. Tunaambiwa ajira ni finyu, lakini pia inakupa nafasi wewe hata ya kupeleka YouTube mafunzo yako, basi wakawa wanakulipa, kwa sababu YouTube content zinatengenezwa na nani? Na binadamu. Kwa ukiweza ukafungua ukawa na website yako, ukawa na wewe unaweza kufundisha kupitia website yako, si lazima watu wakufuate huko uliko. Unapata hela ukiwa nyumbani kwako. Ndio ulimwengu tunaoendea sasa hivi. Kwa wale ambao hawajui kabisa kuhusu kompyuta, tafadhali tafuta nafasi ujifunze. Usiridhike na ulichonacho. Kila siku endelea kusoma. Mimi nimeambia na PhD, lakini sasa hizi nimegundua kwamba mambo ya kufanya maamuzi mahakamani yanaenda kuelekea kufika mwisho. Watu sasa hivi wanaenda kwenye kupatana zaidi, kwa sababu ulimwengu ni wa sayansi na teknolojia. Hawataki kusumbuka, kukaa muda mrefu, kuendelea kwa mambo ya kuleta mashahidi na kadhalika. Kwa hiyo nimesoma usuluhishi na bado nataka nikasome tena kupitia tu online. Wala sio kwamba naenda shule nikaacha pale watoto wangu, hapana. Watakuwa tu ofisini wananiona, lakini nataka kusoma masters ya masuala ya usuluhishi ili kiwezekana niweze kuwa msuluhishi wa kimataifa. Simeona nimeshakuwa jaji na PhD na watoto, Ukiangalia kwa umri wa binadamu sasa hivi maana yake naelekea kufa, kwa sababu wanasema ukishafika miaka 40 anza kuangalia maisha yako vizuri, tengeneza maisha yako na Mungu wako. Si ndio hivyo jamani? Nimefika hiyo miaka 40 na nimepita. Lakini bado kwa sababu sijui kadari yangu. Tuliambiwa kuna wengine watakufa wakiwa wadogo, kuna wengine watasubirishwa mpaka watasahaulishwa walichojifunza. Mimi sijui niko kwenye kundi lipi. Kwa nipo najiandaa na kifo changu kweli, lakini pia najiandaa pia na maisha yangu hapa duniani, kwa sababu sijui mwisho wake ni lini. Na ninapofanya hivyo pia nahakikisha jamii nayoiacha walau na yenyewe naiacha ikiwa natambua nini cha kufanya. Ndio maana Sheikh alinikumbusha kwamba niseme wale ambao watakosa ajira wakaanza kupata shida, mitaji midogo midogo natoa. Hiyo ni ofa kwa wanafunzi. Nyinyi ambao mna graduate leo, ikitokea kwamba kweli umefika mahali unaona huwezi kwenda, tutafute, tutakusaidia. Siko peke yangu. Ninao watu wengi. Sisi kama wanasheria tunacho chama chetu cha wanasheria Waislamu Tanzania. Tuna group letu la WhatsApp, tunawasiliana Tanzania nzima. Kwa hiyo kama mtu kweli anakuwa na shida, sina ibeba, naambia jamani, kuna Muislamu mwenzetu alisoma ualimu, amefanya hiki na kile, sasa hivi anataka hiki. Utakachojaliwa ndio fungu lako, unatakiwa useme alhamdulillah, upokee, uanze kupambana na wewe usaidie jamii yako. Kikiwa kidogo dogo sana, basi nitafanya hata mimi mwenyewe. Na Mheshimiwa Sigwa yuko hapa, tunao pia Muslim Lawyers kwa ajili ya Tabora tupo. Kwa tutasaidiana pia, tutaweza kuwashika mkono. Lakini hatutamani mtoke hapa mwende barabarani mkavue na hijabu zenu mwe vya kudoa. Wengine mkaanze kuwa wana mitindo wale, wanapita wamevaa visuruali vimebana na t-shirt vimebana, hata hizi kanzu hazitaonekana tena. Tafadhali msifike huko. Bado jamii yenu ya Kiislamu ipo, mashehe wapo, na sisi wengine tupo. Tunaweza kusaidiana, maisha yakaenda. Ili mradi tunasemaga kila siku mkono kwa mkono mpaka wapi? Peponi. Turudi kwenye risala ambayo nimesomewa hapa. Mimi nimeipokea hii risala, lakini kama mnakumbuka nilikabidhiwa hiki kijiti nikiwa hapa ukumbini, na mimi kwa heshima nimekipokea. Na kwa heshima hiyo hiyo nitatoa tu ahadi ndogo, lakini kile kikubwa nitarudi kwa yule ambaye mlimwalika kama mgeni rasmi. Sitamwacha peke yake. Nitakuwa naye kwenye kutekeleza ahadi ambayo tutakuja kuiweka. Lakini ambayo mimi naweza nikasema tarehe 30 mwezi huu mtaweza kupata jozi 3 za vitabu. Takbir. Inshallah.
Allahu Akbar. Inshallah Sheikh utakuja ofisini tarehe 30 mwezi huu uje uchukue hiyo pesa. Nimeona hapa amesema 60,000. Basi nitakupatia hiyo 180,000 uje uwapatie waweze kwenda kununua. Mngekuwa mmevilisti ningesema basi Sheikh wanunulie waletee. Lakini kwa sababu wenyewe mmesema ni pesa 60,000 tampatia Sheikh hiyo 180,000 mwezi kuanza kusoma. Kuhusiana na hizi jozi mbili za vitabu pamoja na printer, mimi naomba niahidi kwa niaba ya mgeni rasmi, nitasaidiana naye lakini kwamba kabla mwaka huu kuisha inshallah mtakuwa mmepata printer, mmepata na hizi jozi mbili za vitabu. Takbir. Tuombeane tu heri. Maana unapoahidi ni deni. Mimi kwangu wanaonifahamu nikiahidi ni deni. Kwa hiyo na ni deni hili sio kwenu. Hili deni ni kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu unapoahidi kwa ajili ya kutoa kwa ajili ya Allah, maana yake unatoa ahadi yako iko kwa Allah, wala uhitaji kufuatwa. Bahati nzuri zaidi mimi sio mwanasiasa kusema kwamba sasa mwaka huu uchaguzi nimesimama hapa niahidi ili baadaye nipate kura zenu hapa. Mimi ni mwanasheria. Kazi yangu kwanza wanasema kabisa usiifanye kwa kuangalia huba wala sijui ndugu na kadhalika. Kwa mimi nimeahidi tu kama binadamu wa kawaida, na ahadi yangu mimi nimeweka mbele ya Mwenyezi Mungu, naamini ataniwezesha. Baada ya kusema hayo, natamani nirudishe hii maiki kwa MC ili tuweze kuendelea na mambo mengine. Keki, yule analeta keki kwa wapi tena? Amekimbia moja kwa moja. Mimi keki nitakula keki hii kwa shilingi za Kitanzania 50,000. Mashallah. Na hiyo hela mimi nimeshakabidhi, si ndio jamani? Aje uthibitishe hapa. Tupo live. Uthibitishe. Jaji hana baba. Nasomea message fupi ya mama. Nathibitisha nimepokea shilingi 53,000 kutoka kwa Jaji Zainab Diwa. Na kutolea kabisa shilingi 3,000. Nimetoa kwa ajili ya kutolea ili baadaye wasije wakambana. Takbir. Lakini hata ni unatoa. Nimetoa hiyo hela kwa niaba ya Muslim Lawyers wa Tabora. Mashallah. Na naamini ujumbe utawafikia. Kwa leo tulikuwa kwenye mahafali hii na tumetoa hiyo 50,000 kwa ajili ya kula keki. Na keki tunaomba uikate kwa heshima na taadhima. Haya, mimi kila la heri, asanteni sana, wabillahi tawfik.